Ule msemo wa haujafa haujaumbika unaendelea kuzua mijadala mbalimbali katika maisha ya watu wanaopata ulemavu ukubwani. Habibu Kayoya ni kijana aliyepatwa na ulemavu akiwa tayari amekwisha ingia katika familia. Sio kazi nyepesi kubadili mfumo wa maisha kutoka utu uzima hadi kwenda ulemavu. Tafadhali tuazime muda wako. Mimi ni Tuma Dandi. Naitwa Habibu Alphonse Kayoya. Ni mzaliwa wa Dar es Salaam, lakini kabila yangu ni Mpogoro. Maisha yangu yalivyokuwa yalianzia nilikuwa naishi Mbezi Beach. Mbezi Beach kwa nilikuwa nakaa tu katika masaiti na pamoja na katika mazingira ya kuchora magarden ya watu, mabustani, nilikuwa designer wa garden. Lakini katika changamoto hizi, baada ya kutoka katika garden na nini, nika fundi ujenzi pamoja na fundi wa kupaua mapaa. Nilikuwa mimi na mzee nashirikiana naye. Na baadaye tena nikasema katika changamoto basi nikaenda kijiweni kwa ajili ya kuanza kujitafutia maisha yangu, kwa sababu kipindi kile nilikuwa na mke na watoto wawili. Kwa maana hiyo nikawa naendelea kujitafutia kipato kwa ajili wale familia yangu pamoja na mimi mwenyewe. Katika maisha yangu nikajaribu kupata bodaboda, nikawepo pale kijiweni kwa Zena, nazungumzia Mbezi Beach kwa Zena. Nakumbuka bodaboda nimeanza 2012 ndio nimeanza kazi yangu ya bodaboda, na 2000 mpaka 2016 ndio nilivyokuwa naendeleza kazi yangu ya bodaboda. Nikamleta mteja hapa Mwenge. Baada ya kumleta mteja Mwenge, nimemshusha vizuri na rudi zangu ambapo napitia njia panda Coca-Cola, napitia Mikocheni na rudi zangu ambapo nyumbani. Baada ya kurudi nishavuka mataa vizuri na nimepita vizuri. Njia panda Coca-Cola nikakutana na gari aina ya Teza, iko speed sana. Lakini nikajitahidi kukaa pembeni lakini yule mtu inavyoonekana kwamba alikuwa kama ni mlevi na tairi likabasti. Lilivyobasti akanibamiza, mimi nikadondoka ukutani. Nikapoteza fahamu pale, lakini pikipiki likaa namba 8, sijielewi. Ile kwa sababu najulikana, wakanichukua, wakanipeleka kituo cha Kawe kwenda kuchukua nini ile ya kwenda hospitali kwa ajili ya kutibiwa. F3 nilivyochukua wakanipeleka kule, lakini sijitambui chochote. Nikapelekwa Mwananyamala ambao muda huo nimepata ajali ilikuwa ni saa 4 ambao anakwenda saa 5 ya usiku, ambao nishamrudisha, ndio maana yake ndo narudi kule nyumbani, kwa sababu jamaa alikuwa anafanya kazi katika supermarket. Sasa baada ya kupoteza pale fahamu kwenda kule, nikapelekwa Mwananyamala, hospitali ya Mwananyamala. Baada ya kunipeleka hospitali ya Mwananyamala, au marafiki zangu kufika pale Mwananyamala wakanilaza pale, lakini sijitambui. Kuanzia ile saa 5 nimepoteza fahamu mpaka asubuhi ndo nazinduka saa 1 niko Mwananyamala. Sielewi kama nimefika vipi Mwananyamala, ila nasijitambui. Lakini muda ule kufika saa 4 mchana wakapigwa simu ndugu zangu, na baada ya asubuhi ile wakaambia huyu mtu kapeleka hospitali Mwananyamala. Sasa baada ya muda kuja kule, mimi sijui nimefika vipi nyumbani. Wananitafuta huku katika mazingira kutafuta kuja mpaka kule, kama mtu alikuwa kalala hapa hospitali Mwananyamala, lakini ikawa mimi tayari nishafika nyumbani na sijielewi na sijitambui kwa lolote. Kwa maana nika nyumbani, wakaanza kunitafuta. Baada jioni wakarudi, wakaona niko nyumbani, mimi siwezi kujielezea chochote. Mtu akija tu, yani sijui kama mtu anaingia anatoka, lakini nikawa sijaumia hata sehemu moja yote, sijaumia. Nimekaa nyumbani pale ndani ya mwezi mmoja, na nashukuru kwa sababu mke wangu alikopo niko naye pale na watoto anifariji. Sijui nimekaa mwezi mmoja, nikarudi hali yangu ni mzima kabisa, kwa sababu pale nilikuwa kama macho lulu sioni vizuri, lakini nikarudi katika hali yangu nikawa ni mzima kabisa, ambapo nikaendelea na maisha yangu kama kawaida. Baada ya kuendelea na maisha yangu kama kawaida, baadaye akaniambia wazee hapa wakanitafutia mtu ambao akawa na gari Chanika. Ikabidi katika maisha yangu nikahamia Chanika ambao 2016 nikaendelea kule na kazi zangu. Kweli bosi yule kuna gari akaleta, niko katika gari tunachukua mchanga, nika kama dereva kwa sababu leseni nilikopo nayo, nikaendesha kipisi. Lakini nikajikuta kadri ninavyokwenda, baadaye bosi akauza gari. Mimi nikasema maisha yangu bora niendelee tu kwa huko Chanika, kwa sababu nimepapenda na mazingira yake ya vyakula na nini. Nikaendelea na mke wangu, na nimehama kabisa Mbezi Beach na familia ya mke wangu na watoto wangu, naendelea kuishi kule. Lakini nikajikuta macho yangu taratibu macho yanafanya nini, yanapotea, sielewi shida ni nini. Baadaye baada ya kuwa macho kidogo naona kama wingu, nikatoka nikapelekwa Msasani, lakini tukapata vipimo vya kawaida, nikapata dawa, nikatoka nikapelekwa tena Ocean Road, lakini pale nikapewa tu dawa, nikarudi zangu nyumbani.
lakini kikubwa mimi mwenyewe nitasema kwamba kama nilikuwa nimejisahau. Kwa nini nimejisahau? Kwa sababu itakiwa nipige saundi ya kichwa kizima, niangalie shida iko wapi. Lakini ile swali mimi ndo nilikosea, na kipindi kile uchumi ulikopo mdogo, nikasema ngoja nitafute hela niende nikapigie saundi, lakini ndo tayari nishachelewa. Kwa maana nikajikuta macho yangu kwamba yakawa yalipofikia mwishoni. Sasa nikaenda kupima sasa saundi yenyewe, nikaenda kupima baadaye, nikaambia macho yako kidogo yana shida, na shida hii ni kubwa, na shida kubwa iliyokuja ni panzia au retina la nyuma ya jicho, ambayo hiyo ndio inasababisha changamoto ambayo imesababisha macho yangu kukosa kupoteza kabisa. Lakini sikukata tamaa. Baada ya mke wangu tukachukuzana pamoja na bibi, yani familia, wakasema wewe uende kusoma Sabasaba ufundi kwa Dr. Abdalla Nyangalilo. Nikaenda kusoma Sabasaba ufundi. Lengo langu sihitaji niwe ombaomba mtaani. Lengo langu ni jiajiri mwenyewe, kuwa na maisha, kwa sababu hali nilikuwa naikubali taratibu, mpaka namshukuru Mwenyezi Mungu nikaa naikubali mpaka sasa, nimeshakubali hali yangu. Lakini kafikia hatua baada ya kujifunza ufundi, kajifunza mwaka mmoja, lakini nashukuru kama kicharani nikatengeneza, pia kushona, pia nashona mimi mwenyewe kabla za nguo, na kupima mimi mwenyewe na tepu pia. Kwa maana yake nikaa naendeleza maisha yangu taratibu. Lakini changamoto ya maisha kadri unavyozidi kuendesha, lakini kwenye maisha yangu mpaka nimefika leo hii nasema kwamba sijawahi siku kwenda msikitini wala kwenda kuombaomba katika na fimbo wala kuchukua bakuli, sijawahi. Sihitaji kwenda kuombaomba. Nahitaji mimi mwenyewe nijitegemee katika maisha yangu ya ufundi, kwa sababu ufundi ndio nimeupenda mwenyewe moyoni mwangu, katika ufundi wa charani wa kushona. Nimependa mimi mwenyewe. Lakini pia nikampata mfadhili ambao mara kwa mara anipigia simu, na nikatoka akanifanyia mpango, nikaenda Msasani, nikapima vipimo vyote, nikaambia macho yako, cha kwanza tukufanyie operation wa watoto wa macho kwa ndani. Akasema sawa. Kwa maana yule mfadhili wangu akaniambia sawa, na nashukuru mara kwa mara nawasiliana, akaniambia sawa, haina shida. Kwa maana nikaenda kufanyiwa tarehe 10 ambao mwezi wa pili, nikaenda kufanyiwa operation wa watoto wa macho. Maana yake kwamba waangalie kama kutakuwa na uwezekano wa kufanya nini, wa kuweza kuona niendeze maisha yangu kama kawaida. Lakini bado changamoto kwa mwanadamu ni kawaida, na napita changamoto nyingi sana, kwa sababu mimi mahitaji yangu kwamba ni mjasiriamali na natamani nifanye vitu vingi, lakini nashindwa kufanya hivyo vitu, lakini nitaweza kufanya hivyo vitu. Kwa maana kikubwa kwamba nimeshaikubali hali na naendelea kufanya majukumu yangu kama kawaida. Kwa maana hiyo nasema kama ni story yangu ya maisha ambapo nilipokuwa nimefikia, nitakwenda kwa ajili kuangalia kwamba je, kuna uwezekano wa operation, kwa sababu na hata gharama zote washanitajia zaidi ya milioni 3 kwenda juu washanitajia, lakini ni bado nipo katika changamoto hizo. Na mpaka sasa ninapokuwa naongea nimepanga, sina nyumba, nimepanga changamoto za kodi na changamoto za maisha pia, tacharani changamoto, lakini nahitaji nijiajiri mwenyewe, maisha yangu afanye nini, yaendelee. Sihitaji kuwa ombaomba, nahitaji niwe nijitegemee pia. Hata mimi wenzangu, walemavu wenzangu, niwaoneshe mfano wa kuweza kufikia hatua fulani. Habibu, naam, wengi wanaopata ajali za bodaboda huwa wanaumia viungo, ndio miguu, mikono, migongo, mbavu, vifua na wapi na wapi, kichwani. Ndio. Wewe macho. Mimi macho. Naona ajabu hii. Yaani mimi nitasema kwanza Mungu ananipenda, kwa sababu hakuna sehemu nilipokuwa nimeumia. Nilichunika kidogo tu, lakini kuchunika kwangu pikipiki yangu ukiona ni nyanga, lakini kumbe kwa ndani ndo mushkili ulokuja kutokea. Na mpaka hivi leo sijui nimefika kwa nyumbani na sijui ilikuwaje. Kwa maana namshukuru sana Mungu, na bado naendelea kuishi. Madaktari walisema kwa ndani ndo damu zilikuwa zinavilia, na ndio kaenda kusababisha mwanga wa ndani wa macho ndo changamoto. Lakini bado tupo kwenye utafiti wa changamoto wa kuweza kugundua shida ni nini. Lakini nishafanya operation wa kwanza, pia operation ya pili bado sijajua ikoje au inakuaje, na magharama washaniambia. Wanasema kuna matumaini kwenye upasuaji ujao kwamba unaweza kurejea kuona. Matumaini, mimi naekea matumaini kwa sababu lengo kubwa mimi ndio naekea matumaini, alafu nikisheka matumaini na daktari manake ndo kwa sababu anakusikiliza. Manake daktari kishapima akaniambia kwamba siku utakuja ndo tutajua. Sasa hivi tumefanya kwa sababu tuone ndani mpaka ndani kabisa. Kwa sababu palikuwa pameziba macho yangu, jicho moja ilikuwa miziba, ili moja liwezekana, lakini ili moja ili ambalo linawezekana. Kwa maana tunaenda kwenda kuangalia kama kutakuwa na
uwezekano, lakini kikubwa ni sapoti, ambapo kwa sababu gharama ni kubwa sana kwa nimeambiwa. Changamoto ni nyingi kwa wenye ulemavu wa aina mbalimbali, lakini vipi kwa upande wa watu wasioona? Changamoto kwa kifupi naishi, kwa sababu nasema naishi, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, na hii changamoto nasema naishi kwa sababu pale pale kuna mfadhili ambaye alinisaidia mashine kwa maana nashukuru, nakuwa na hivyo hivyo na bangaiza, lakini kwa mtu kama kwa mtu tu, ambayo hiyo ni changamoto ambayo ilikuwa imenikuta. Nahitaji nijiajiri mwenyewe kama mimi mwenyewe, kwa sababu kwanza naidi hata walimu kufundisha, pia kuna baadhi ya wanafunzi wengine wakijapenda charani zao na wafundisha na wanajua na maisha yao wanaendeleza na wengi. Heka za mtu asiyeona kwenye kufanya biashara, una hofu au imani kiasi gani? Mimi kwanza sina hofu, kwa sababu nasema sina hofu, nishawahi kufanya mfano, na shida kubwa ni mitaji tu, lakini nishawahi kuzalisha sketi ambayo kuna mtu achukua jola moja akaniambia hapa faida tunagawana, jola mimi ndo ambayo langu itirudi. Nikamwambia sawa, na kweli nikatengeza sketi 25. Akasema hizi sketi 25 hazitoshi, akatoa tena laki nyingine akaenda kununua jola, tukatengeneza sketi 50. Lakini nilisimama mimi mwenyewe na nikawa napiga debe mnadani. Sketi nikawa napiga debe na natangazia watu pale, na hiyo kazi mimi naiweza na nishaikubali hali yangu ya ulemavu na naweza nikafanya, lakini kubwa kwamba ninafanya kwa sababu ulemavu, lakini kama nitapona mambo mengine nafanya nini yanaendelea, lakini tayari nishakubali na napiga debe, nasimama mwenyewe napiga debe kama sketi 1500 napiga debe, maana yake tayari nishakubali na kutoka na hali yangu, lakini nasimama mimi mwenyewe, sio kwamba mtu nasimama mimi napiga debe, yule mwingine ndio anakuwa anaangalia pale kuchukua vile vimaokoto hela wanachukua, lakini mimi napiga debe mwenyewe unavyoniona hivi, na ushuhuda nao utaona mwandishi. Umesema wewe ni fundi cherehani? Mimi ni fundi cherehani. Ni fundi nguo. Ni fundi nguo. Hata cherehani natengeneza. Hata cherehani. Kama itakuwa cherehani hizi, mfano kwa chana sasa zimetoka sasa hivi, unafungiwa kwenye box na nani unaitengeneza, na ushuhuda nao. Ikiwa imeharibika. Yaani kama mpya kanunua, nafunga na ushuhuda nao. Kwa sasa nisikize, yani kutengeneza tunarekebisha kilicho kibovu. Kimfano kama kwenye zigizaga, kwenye mashine za kawaida za butterfly, kuna vitu unavitoa na naweka, mfano na bomoa jumba lote ile, nabadilisha kitu. Hata huko juu unafungua sehemu ya make mwalimu alinielekeza, kuna lingi, kuna shingo ambapo ni katikati pale pembamba, alafu kuna pua ni huko mwisho, natoa ile pua yote nabadilisha vitu vya kubadilisha. Na sindano naangalia kama hii imegonga au haijagonga, kwa mimi vitu vyote naweza kuvifanya. Pasi pia chini, kuna pasi ya chini na juu, zote naweza kubadilisha. Lakini idea yangu kubwa ni kushona. Sio kwamba kutengeneza kwa watu anaitea, yani ni kushona. Mimi nadhani nikuite fundi nguo. Sawa. Fundi nguo. Ndio. Hali ya jamii kwenda kushona nguo zao kwa watu wasioona. Unasemaje hapa? Ukweli na changamoto sana, na sasa washanikubali. Yaani washanikubali kwa sababu kama shati mimi napunguza, kama suruali mimi napunguza na modoa vile, na baadhi ya nguo kama za kike naweza nikazifanya. Kuangalia kwamba hii kwa hapa nikapunguza, kuangalia kwamba hiki kifua nikapunguza. Namshukuru Mungu kiukweli. Na watu hawaamini kitu tunachokifanya. Lakini kwenye kukubali ni changamoto sana. Hata kama hivi ninavyoeleza mtu hawezi kuamini mpaka aje kuona kama ni kweli, lakini uwezo huo ni upo. Pia shati nakata mimi mwenyewe, na suruali pia naweza nikakata mimi mwenyewe. Lakini natakiwa nitulie kiukweli, usiwe na mambo mengi, lakini nafanya hizo kazi mwenyewe na nishaamini kitu tunavyofanya. Nimesema hivi kwa sababu ninajua kwamba jamii bado haijapata fikra za kutosha kuhusu kuamini watu wenye ulemavu kwamba wanaweza wakashona, wanaweza wakafanya kazi za hapa na pale, na ni mtazamo wa jamii ni kama hauridhishi katika maisha haya. Kwa hiyo umechagua kazi ambayo unaona kabisa mtazamo wa jamii, jinsi jamii inapofinyanga ubongo wake kuhusiana na ulemavu, yakini itakuwa ngumu sana kwa watu kuja kushona nyumbani kwao. Ni kweli. Hiyo itakuwa ni ngumu, lakini mimi plani yangu
ya kuweza kuzalisha. Kwa kama sketi ni rahisi sana kutengeneza sketi. Unakata marefu, unakata mapana na unaweka malinda ambapo malinda box. Hayana kazi. Huku linda lako ukaweka huku 5 na huku 5, ukalivuta kati 10. Huku malinda madogo madogo ukaweka kama ni inchi 2 au inchi 1, umemaliza. Kama lengo langu mikubwa ni dhalishe. Lakini hiyo ndio changamoto ambayo ilokuwepo, lakini nashukuru kwa sababu nasema nashukuru niko ni mzima na akili kila siku zinakuwa zinaamka. Na vitu vingi ambavyo natamani nifanye, lakini hiyo ni changamoto sana kwangu. Na kama sasa hivi ndio shenge ambapo shafanya operation, kwa maana yake ishakuwa ni changamoto kubwa. Na bado nataka kwenda kwenye operation tena. Kwa nini usingesema kwamba unataka uwe na cherehani, uanzishe kiwanda, uajiri watu pamoja na wewe kuwepo pale kutoa mwongozo, lakini uwe na watu cherehani vyako 3, 5, 10 hapo, tufungue kiwanda kwa ajili ya kushona nguo, labda tukiite Habib Tailoring Mart na nini na vitu kama hivyo. Wazo ni zuri na kule mimi maarufu sana Mzee Baba. Yani Mzee Baba na wazo hilo unalolisema ni nzuri, na mimi ndo akili yangu ndo hiyo ambayo ni kubwa, kwa sababu tayari na uwezo kufanya vitu. Yani uwezo upo, na kuendesha wanafunzi upo, na kuzalisha pia upo. Nilikuwa natamani sana 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 sana. Iko ndo kitu kikubwa kwa maana yote yule. Basi sasa uko mbele ya umati wa Watanzania milioni 60 wanakuangalia. Waambie jamani, mimi Habibu nimekuja hapa TBC na changamoto hivi na hivi, ninaomba mimi ndoto yangu ni kumiliki kiwanda cha kushona nguo, cherehani 5, 10, 20, ni ajiri watu, nitafute washonaji wazuri, tuweze kuwa tunashona, yamkini pia tunapeleka nguo zetu nje. Kwani sisi hatuwezi kupeleka nguo China, kupeleka Ulaya, kupeleka wapi? Tunaweza. Asante. Watanzania nadhani mnanisikia, na mimi ni ndugu yenu, na kuombeni. Na kukuombeni kwangu na kuombeni vifaa muweze kunisaidia. Mtu yote mwenye cherehani mbovu alikopo nayo, alikopo na mzima, alikopo nazo, niweze kufungua kiwanda na mimi niweze kuajiri wenzangu au walemavu wenzangu. Mfano nasema Chanika walemavu tuko wengi, na nimewaandika kama mimi nimewaandika kwa sababu ni mcheshi. Nimewaandika na walemavu zaidi ya 40. Lakini hatuna vitendea kazi. Kwa maana naomba nifungue kiwanda, niwaajiri walemavu wenzangu, na kunawezekana kuna walemavu wa viungo pia wanaweza, baadhi yao, sio wote, na walemavu pia wa ngozi wanaweza, lakini changamoto ni kitendea kazi. Kama Chanika hakuna kabisa kiwanda chochote ambacho kicha walemavu, lakini tunaweza, na mimi naweza kusimamia na kufanya vitu vinavyotakiwa kufanya nini? Kuvifanya, kwa sababu kuna watu wanaita cherehani zao pale na asimamia, yani kusema kwa maana yake ni baba zao wanaita cherehani. Wao wanakuwa mtoto anafundishwa, akimaliza cherehani yake anaondoka nayo. Hasa kwa nini siwafundishe wenzangu? Naomba Watanzania mnaonisikia kunipa support, ndugu yenu. Support yangu kubwa ninahitaji vitendea kazi, pia malighafi. Kama mtu ana majola niweze kuzalisha, ndugu zangu nampekeni mnadani, na mlemavu mnadani unaweza. Kama niweza kupiga debe, kwa nini siweze? Unaweza pia kupeka sketi, kupeleka gauni, majola ukapata ile ukadhalisha. Uwezo huo nao na nia hiyo nayo, na nahitaji, na mimi akili yangu nimezama kwenye ujasiriamali wa kuweza kuzalisha kama majola. Iko ndo akili yangu, lakini sio akili yangu mimi nichukue fimbo hii nyeupe nianze kutembea mitani, sihitaji. Nahitaji mimi mwenyewe niweze kuzalisha pale, au nipate mfadhili. Wafadhili na kuombeni muweze kunisaidia ndugu yenu, au mkinisaidia mimi mwasaidia wenzangu pia, walemavu wenzangu, kwa sababu na majina walemavu wenzangu wengi nao na wanahitaji kujifunza, lakini mimi na mashine moja sitaweza. Changamoto yangu na changamoto kubwa sana, na kuombeni na yote yule ambao mfadhili yote anasikia, ndugu zangu nimepanga, naomba mnisaidie jamani, niondoke katika hatua fulani, nitoke katika fulani. Lakini lengo langu kubwa, sijawahi kutembea na fimbo nyeupe kwa ajili ya kuomba msaada. Ndio maana nimekuja kwa umma hapa muweze kunisikia. Sijawahi hata siku moja. Na fimbo yangu kama unavyoiona hii, fimbo ni mpya, sijawahi. Lakini natamani sana nifanye vitu tofauti tofauti, watu washangae. Na vitu vinawezekana. Kwa maana naomba Tanzania mnaonisikia kuweza kunisupport ndugu yenu, kuweza kufika hatua. Na mimi sio mimi tu kunisupport mimi, naweza kata wale mambo wenzangu wa Chanika na ushuhuda wao upo. Nitawaita wote, na inawezekana hivyo vitu tufundishe, tuje ujasiriamali. Kuna mtu mfano macho anaona, lakini anatafuta kidogo ya viungo. Yule anataka kusimamia mnadani, ukampeka mnadani kaa hapa, ana mwingine anapiga debe. Maisha hapa nini? Yanaendelea. Hiyo tunaweza.
lakini kikubwa ni sapoti. Tunaomba sapoti sana za Tanzania, lakini kubwa nalosema ile sapoti hiyo kubwa. Pia na sapoti lingine pia naomba tarehe 18 kufanya operation. Naomba msaada wenu wa Tanzania. Operation ni mkubwa wa retina wa macho. Na kuombeni wa Tanzania. Namba yangu ya simu ni 0688 17 84 92. Ni 0688 17 84 92. Na namba nyingine ambayo ni 0712 17 84 92. Habibu, nataka nidodose kidogo kuhusiana na familia yako. Ndiyo. Familia yako kwa maana ya mke wako na watoto wako. Tunampongeza sana mkeo kwa ajili ya kwa aina yoyote ya msaada ambao anaipata. Unaweza kuzungumza chochote kuhusu mke wako? Okay. Kwanza nashukuru Mungu. Familia yangu wamempa ujasiri mke wangu. Hilo ndo nashukuru kubwa zaidi, na ujasiri waliompa maana yake ni mwaka 2006 mpaka sasa tuna miaka zaidi ya 10 na kitu 19. Maana yake kwamba nikizungumza 2019 ndo macho yangu yamezima. Kwa maana yake kwamba tunaishi mpaka leo sasa miaka 7-6 na tunaishi vizuri tu. Na tumetoka kule saa 10:30 mpaka tunafika huko. Kwa maana yake maisha tunaendelea hivyo hivyo huduma. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, pia tunasikilizana, maisha yanakwenda, na niko naye zaidi ya miaka 20 nadhani. Lakini nashukuru Mungu, kule kunyanyapaliwa sio kweli wewe unavyoishi. Lakini mimi na kikubwa ninachosema, wewe mlemavu, kubali ulemavu. Ukikubali ulemavu na mke atakupenda. Lakini kama ulemavu hujakubali, hawezi kukupenda mke. Ukubali kwanza ulemavu ndo uishi na mke. Sababu wewe unakubali ulemavu mara mguu umerusha hivi, itakiwi. Hali yako yote, tuliza akili, jua kabisa muombe Mungu akusaidie vitu vyote. Akusaidie kwanza utulize akili zako, akusaidie ulemavu wako utulie. Ulemavu unaweza ukaishi kama bosi. Mbona watu wanaweza kuishi hivyo? Lakini sisi ndio kikubwa hatukubali ulemavu. Wewe ulemavu unatumia fursa tofauti. Ulemavu leo hii unatumia hatua, unachukua fimbo unaanza kuombaomba, mimi nisaidieni, unapita mtaani, unafanya. Ulemavu utakiwi hivyo. Ulemavu tuliza kichwa, uombe kitu ufanye. Mbona inawezekana? Unaweza kuwa waziri, unaweza kuwa mbunge, unaweza kuwa nani, lakini tuliza akili yetu, tutumie fursa vizuri. Tusitumie ulemavu kama vigezo vya kusema kama vitu umechanganikiwa. Sio kweli. Mimi naomba wadau walemavu, hata kama kompeta mlemavu mwingine, pia muakae nao chini, muelekeze. Hiyo kama semina, na ikiwezekana Chanika waelekezeni watu waje kule. Semina hiyo nitakuwa natoa. Lakini ulemavu tukubali kama mtu wa kawaida. Mimi naishi kama mtu wa kawaida. Natoka Chanika nikipandishwa gari na ni ndani ya mwaka mzima. Mke wangu akinitoa pale, anapasha pikipiki, napanda mwenye gari, nashuka Gongo la Mboto, na pale gari pale jamaa naomba msaada, napanda. Ni mwaka mzima nimejifunza ufundi. Peke yangu naenda, piga hesabu. Mwaka kuna siku nyingi sana. Naenda peke yangu, 7 narudi peke yangu. Na natembea muda wote, najiamini. Saa 3 usiku, saa 4 natembea. Nitapofika sehemu naomba msaada, maisha yanakwenda. Ila wengi hatukubali ulemavu, tunaufanya ulemavu kama vile ndo fursa. Ndio maana tunapenda kudhalilika. Tusidhalilike walemavu. Tusaidiane, maisha yafanye nini? Yaende. Na kikubwa mimi nasema, kubwa kama walemavu tunaweza. Tusikate tamaa, na ndio maana nasema tunaweza. Ulemavu sio mwisho wa maisha. Yaani unaweza ukaishi na ukawa mlemavu na miaka mingi, na yule mzima akaondoka, wewe mlemavu ukabaki. Kwa maana tumuombe Mungu sana kwa jambo mengi sana nani hapo. Kwa mimi nasema jamani, ulemavu sio mwisho wa maisha. Kikubwa wadau, mtusaidie walemavu, mtusapoti vifaa na vitu vingine, kwa sababu kuna watu sasa hivi mahela wanayo. Kumsaidia mlemavu kumjenga chumba kimoja uwezekano upo. Kumnunulia kiwanja atapiga hatua mwenyewe. Kwa hiyo tunaomba wadau mnaonisikia, Mungu anakujalieni. Unachotoa ndicho unaweka, kesho kwa Mungu utaulizwa. Kwa hiyo naomba wadau mnaonisikia, ninavyoeleza kwamba walemavu tunakata tamaa kwa sababu ya kwetu wenyewe, na pia sapoti za familia wengine kunakuwa ni changamoto. Mpokee kama mlemavu, mtu mzima. Usimone leo kwa sababu ana kitu, mwanzo alikuwa anakusaidia baada ya kuwa mzima. Tupokee ulemavu kama kitu kingine, kama mtu mzima. Hivyo ndugu yangu. Mwisho wa kipindi hiki ni matayarisho ya kipindi kingine cha juma lijalo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi ni Tuma Dandi.